Naam, ni matumaini yangu kwamba unaendelea vyema mpenzi mtazamaji, na hujambo na karibu tuweze kuchambua taarifa zetu ndani ya Bambika Media 254 hii. Mtazamaji, kulingana na taarifa ambazo tumefuatilia kwa kina ni kwamba huenda muungano wa upinzani ukamuunga mkono Stephen Kalonzo Musyoka kuwania kiti cha urais mwaka 2027. Kulingana na taarifa ambazo tumepokea ndani ya Bambika Media 254 na taarifa ambazo tumeweza kufuatilia kwa undani ni kwamba sasa Rigathi Gachagua anapendekeza Kalonzo Musyoka kuwa mgombea wa urais mwaka 2027, akifuatwa kwa karibu sana na mheshimiwa yule ambaye ni George Natembeya na pia yule ambaye ni mheshimiwa Fred Matiang'i. Kulingana na taarifa hizo pia zinaeleza kwamba Rigathi Gachagua ameweka wazi kwamba iwapo Kalonzo Musyoka ataweza kugombea kiti cha urais, basi wakazi wa eneo la Mlima Kenya watakuwa tayari kuweza kumuunga mkono Kalonzo Musyoka, kwani Kalonzo Musyoka aliweza kumuunga mkono Mwai Kibaki, na kwa hivyo ni wakati wa wale ambao ni wakazi wa eneo la Mlima Kenya kuweza kurudisha mkono kwa Kalonzo Musyoka. Hata hivyo, taarifa ambazo zinaweza kuwashangaza Wakenya na pia ambazo zimewashtua Wakenya ni kwamba Rigathi Gachagua ameweka wazi kwamba iwapo Kalonzo Musyoka ataweza kutoa uongozi, basi ataweza kupewa 50%, kwani atakuwa amechangia pakubwa kwa upande wa upinzani kuweza kuchukua uongozi wa taifa la Kenya. Kulingana na taarifa hizo ambazo zimeweza kuchapishwa kwenye vyombo vya habari ni kwamba sasa iwapo Kalonzo Musyoka ataweza kuteuliwa kama rais wa taifa la Kenya, basi Rigathi Gachagua atapewa 50%, kwani yeye atakuwa amechangia pakubwa kumsaidia Kalonzo Musyoka kuweza kuteuliwa kama rais wa taifa la Kenya. Haya yanajiri wakati ambapo sasa wengi wa Wakenya na pia wachambuzi wengi wa masuala ya kisiasa wanasema kwamba Kalonzo Musyoka ndio ako na uwezo mkubwa wa kuweza kuongoza taifa la Kenya, lakini je, Kalonzo Musyoka ako na pesa za kutosha kuweza kufanya campaign? Ambapo wengi wanasema kwamba ili kuwa rais wa taifa la Kenya unafaa uwe na pesa za kutosha za kufanya campaign, kuweza kutembea maeneo mbalimbali hapa nchini Kenya. Na je, Kalonzo ataweza ama labda ataweza kupigwa support na Rigathi Gachagua na viongozi wengine? Na ambapo sasa wengi wa Wakenya wanasema kwamba Kalonzo Musyoka ni mojawapo ya viongozi ambao wanaonekana kwamba huenda wakachukua uongozi mapema sana iwapo wataweza kumenyana na Rais William Ruto. Kwa maoni yako, nafikiria kwamba je, Kalonzo Musyoka ametosha kuwa rais wa taifa la Kenya? Na je, unafikiria kwamba saa hizi iwapo Kalonzo ataweza kuwania kiti cha urais, Wakenya wataweza kumpigia kura, ama unafikiria kwamba hilo haliwezekani? Ikumbuke kwamba baadhi ya wakazi kutoka eneo la Nyanza huenda wakamunga mkono Kalonzo Musyoka, kwani Kalonzo Musyoka alikuwa mstari wa mbele kufanya kazi na Raila Amolo Odinga, na baada ya Raila kuweza kuiaga dunia, tuko sure na tunahakika kwamba kuna baadhi ya wakazi wa eneo la Nyanza ambao watakosa kumpigia kura Rais William Ruto na huenda wakampigia kura Kalonzo Musyoka. La msingi, hakikisha kwamba umesubscribe ndani ya Bambika. I have heard William Ruto bragging that with the demise of Raila Odinga, he has no opponent. I would like just to inform him that we are not his opponents. His opponents are the people of Kenya. And the people of Kenya have gone nowhere. We are just doing what the people of Kenya want. We have sufficient, clear instructions from the people of Kenya to agree on one single presidential candidate to face William Ruto and liberate our country, restore the dignity of the payslip, restore the Kenyan nation, bring an end to the era of bribery and corruption, mismanagement of public resources, the era of abductions and extrajudicial killings. And we want to assure the people of Kenya that we are more than determined to abide by their wish to get one single presidential candidate.